Ali Mwinyi amekwenda kwenye mkutano wa siri kuwa Waingereza wasijue Waafrika wana mbinu gani za kuleta chama cha siasa, lakini baada ya miaka mingi kaja kujulikana kuwa Ali Mwinyi alikuwa mole. Ili neno la Kiingereza mole maana yake ni jasusi. Ni kuwa Waingereza walikuwa wamemweka katika orodha yao ya watu ambao wanawapasha habari nini kinatokea mjini. Huyo ndio Ali Mwinyi Tambo. Sasa tunakuja kwa Mzee Mohamed Omar Mkwawa. Mzee Mohamed Omar Mkwawa ana mchango peke yake katika mapinduzi ya Zanzibar, na labda mimi nieleze nilimjua vipi Mohamed Omar Mkwawa. Lakini kabla sijamueleza Mohamed Omar Mkwawa, hebu turudi kwa Karume. Karume alifahamiana vipi na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Karume hajaeleza, wala Nyerere mwenyewe hajaeleza. Hakuna mtu yeyote ambaye ameeleza kwa Karume alijuana vipi na watu wa Zanzibar. Lakini inasemekana kuwa Dosa Azizi na Abdul Sykes mwaka wa 54 wao ndio walimchukua Nyerere mpaka Zanzibar kwenda kumjulisha wa Karume wa huyu Julius Nyerere, kiongozi wetu Dar es Salaam, chama cha tano. Wakati huo wao Zanzibar bado hawajaunda hata ile ASP, bado Fisheries Party haijakuja, bado wako na African Association. Sasa nimekuletea hawa watu uwaone maisha yao kabla ya harakati, vipi walijuana na vipi ikaja wao wakawa wamoja katika historia za nchi zao. Nikajuana na huyu mzee ambaye nilimwona amevaa t-shirt alipumba nilipokuja mwaka 95. Siku moja nikamwambia, bwana, mimi nina picha nataka nikuonyeshe wewe. Siku nikamchukua mpaka nyumbani kwangu, nikamuonyesha ile picha. Akaniambia, Mohamed, ulikuwepo? Nikamwambia, naam, mimi nilikuwa mkono kulia kwa alipumba. Ukaanza urafiki wetu hapa. Na ndio akanambia, Mohamed, nataka nikwambie kitu kimoja. Akisema, mimi nimehusika sana katika mapinduzi ya Zanzibar. Tuliweka kambi sisi hapa Kipumbwi. Kulikuwa kuna shamba la mkonge pale la Sakura. Tulichukua baadhi ya wafanyakazi kutoka ile shamba la Sakura, tukawaleta pale Kipumbwi kwenye kambi, tukawa tunawafundisha matumizi ya silaha. Mimi namtazama sema mzee anasema naam. Na hawa wa Makonde ndio mimi niliwavusha kuwapeleka Zanzibar kupindua serikali ya Jamshid. Mimi namtazama mzee Mkwawa, nasema huyu anasema kweli. Lakini kitu kimoja kilinifanya mimi muamini. Ananiambia, mimi nilipata matatizo Zanzibar. Mimi niko najulikana kama mfuasi wa ASP. Na palitokea matatizo, nikakamatwa, nikapigwa sana. Kiasi ambacho yule daktari alikuja kunitibia, alikuwa kijana wa Kiarabu, aliniambia, bwana Mkwawa, mimi nakushauri hapa Zanzibar tena acha siasa hizi, rudi kwenu bara, watakuja kukua wa jamaa. Wakati huo ule ushindani wa Hizbu
Zanzibar National Party na SP uko juu sana. Ananihadithia mzee Mkwawa, anasema mimi nikaondoka kwa kutoroka Zanzibar nikaja kwetu Tanga. Nimefika Tanga tu mimi nimefikia mikononi mwa usalama wa taifa. Wananiuliza naijua Zanzibar? Nikamwambia najua, miaka mingi niko pale. Na yeye alikuwa Pemba akifanya kazi za ujenzi, alipata kandarasi ya kujenga shule za msingi. Sema najua, akasema sisi tuna kazi tutaka kufanya. Wakamweleza kazi ambayo walikuwa wamekusudia. Mzee Mkwawa anarithia, anasema ile kazi, nikamwambia mimi niko tayari kuifanya hii kazi, lakini mpaka baba yangu aniruhusu. Wakaenda mpaka kwa babake, akisema mradi kazi unawafanyia Waafrika wa Tanganyika, mimi niko radhi kuwa na hawa mabwana. Ndio ananitajia sasa kwa kauli yake, anasema mimi nikaingizwa kwenye usalama wa taifa na Ali Mwenyitambwe. Pale kengele kagonga. Ali Mwenyitambwe si ndio alikuwa mkono wa kulia wa Mwalimu Nyerere wakati wanaunda chama cha tano. Sasa Ali Mwenyitambwe yuko huku tena Kipumbwi, anahusika na siasa za Zanzibar. Kitwende sasa, ananiambia mzee Mkwawa, anasema mimi nilikuwa usiku na waingiza wale wa Makonde kwenye jahazi, na tunavaa sisi mavazi kama vile ni wavuvi, tunavaa kofia zile za makuti. Ikipita patroli yoyote sisi natuna kama hawa ni wadigo wa wavuvi hawa. Lakini kama wangekuja kufanya inspection ya majazi yale wakuta ndani, sisi tuna watu tunawapeleka Zanzibar. Hawa ndio waliokuja kupindua serikali ya Zanzibar. Sasa mimi nimekwenda Maskati 1999, nikakutana na Dr. Harith Ghassani. Katika mazungumzo akanambia, Mohamed, mimi nataka kuandika kitabu cha historia ya mapinduzi ya Zanzibar. Nikamwambia, kama wewe unataka kuandika kitabu hicho, mimi nitakushauri uje Tanga nikufahamishe na mzee mmoja anaitwa Mohamed Omari Mkwawa. Yeye kwa kauli yake anasema kuwa alishiriki katika kuwavusha wa Makonde kutoka Kipumbwi kuwaleta Zanzibar, na hawa ndio walipindua serikali. Harith ananiambia, una maana Mohamed, katika ardhi ya Tanganyika Mwalimu Nyerere aliweka kambi ya kupindua serikali Zanzibar? Akambia, utafiti ndio unaonyesha namna hiyo. Nikamwambia, bwana, uje uzungumze na huyo mzee. Na mwaka 2003 Harith alikuja mpaka Tanga, nikampokea na nikamfikisha mimi nyumbani kwa mzee Mkwawa. Nikamwambia, huyu bwana ndio mzee Mohamed Omari Mkwawa nilikwambia kuwa yeye amehusika sana katika mapinduzi ya Zanzibar. Naikumbuka siku hii kama jana vile. Nimefika nyumbani kwa mzee Mkwawa, nimewaacha pale kama saa 4. Nimerudi saa 7, nimekuta bado nazungumza. Harith anasema, bwana, endelea na shughuli zako, nifuate tena jioni. Lakini nimemwona Harith amechoka.
Tumekaa kwenye gari yangu, namuuliza Harith, vipi, mbona mmoja akasema Mohamed, mambo alioniambia mzee Mkwawa kuhusu mapinduzi ya Zanzibar na mengine baada ya mapinduzi sijapata kuyasikia, sijapata kuyaona wala kuyasema popote. Ananiambia mimi nimesoma faili zote katika maktaba ya Marekani. Harith yeye alisoma American University Cairo, alafu alikwenda Michigan, kasoma shona profesa mazuri pale, alafu akaenda Harvard, na katika utafiti huu amekwenda mpaka Rhodes House Oxford, na amepitia kila nyaraka ambayo iko wazi mnaweza kusoma. Anasema sikuona popote kuwa Tanganyika kulikuwa na kambi iliyowekwa na Mwalimu Nyerere iliyokuwa na askari mamluki waliovushwa Zanzibar wakipindua serikali. Hili jambo ni jipya kabisa, na kwa mara ya kwanza kwenye kitabu hiki kilipotoka mwaka 2010 watu wanasoma historia ya Wamakonde wa Kipumbwi walipondua serikali ya Mohamed Shamte. Lakini Harith alipofika Zanzibar kuwauliza kila limuuliza, Makomredi wale walihusika sana katika historia, katika mapinduzi yale, na wao ndio walizuia ile mauaji. Na kufika asubuhi ilikuwa serikali ishaanguka, lakini wale Makonde walikuwa wanakuendelea kuua watu. Ni hawa Makomredi hawa, akina Badawi Kulatain, akina Hashil Sefu, Khamis Abdalameri, hawa ndio waliosimama sasa Makomredi kuzuia ule umwagaji wa damu kuwa hauna sababu tena. Lakini ukiwauliza bado Makonde wanasema kuwa hawajui kama kulikuwa na Makonde Zanzibar. Mimi mwenyewe nimeuliza Makomredi wengine walikuwa ndani ya Baraza la Mapinduzi, na kila alimuuliza habari ya Makonde wamekataa. Lakini na hili nishalisema mara nyingi, kuna hotuba maarufu sasa katika mtandao, Mwalimu Nyerere anampigia simu Karume, anamlaumu Karume, kwa nini unawafukuza watu, unanifukuzia watu kwa visiwani? Karume anamjibu, hawa Makonde hakika wametusaidia sisi katika mapinduzi, na kuwaonyesha shukrani zetu, wengine tumewapa magari, wengine tumewapa fedha. Sasa wote wanaitana kuja hapa. Anamwambia Mwalimu, hichi kisiwa kidogo kitazama hiki. Mwalimu anacheka. Sasa alikuwa Karume yeye kathibitisha kuwa Makonde walikuwepo na walishiriki katika mapinduzi. Sasa hizi ndiyo historia ambayo si wengi wana, na hawa popote ndio wao nakutajia popote uwaoni katika historia ya Zanzibar. Lakini na katika nadhani miaka 50 ya mapinduzi Alimnyitambwe wakati wakishafariki, lakini wakampa ni medali nishani kama mtu alishiriki katika mapinduzi. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Victor Mkelo. Baada ya kufika Kipumbwi, alitupeleka mzee Mkwawa, alitupeleka mpaka Kipumbwi, tukaenda mpaka Sakura, tukaona zile nyumba zilizokuwa na kwa Makonde, ya picha zipo zote kitabu. Tukatoka pale tukaenda Kipumbwi kwenyewe, tukaiona Kipumbwi, akatuonyesha mpaka ule uwanja ambao walikuwa ndio wanafanyia mazoezi, na akasema kuwa ilitoka ilani kuwa pale wasipite watu, kuna shughuli maalumu. Akatuonyesha mpaka kibanda ambacho ilikuwa ni hoteli, jua likizama wanakula pale, ukishamaliza kula ndio wanaingia kwenye majazi wanavushwa. Akatuonyesha mpaka chini baharini kule ambako walipokuwa wanaweka ile majahazi,
na kuna picha iko kwenye kitabu, mimi nimeshika video camera na ndio nilikuwa nafanya narration kuwa hapa tuko chini hapa mzee mkoa anasema ndipo tulipokuwa naweka majahazi na kupandia maji yakijaa jahazi natoka. Iko picha utaona. Akasema mzee mkoa, lakini hii historia haiwezi kukamilika bila ya mimi kukupelekeni kwa Victor Mkelo. Victor Mkelo ndio alikuwa mkubwa wa hao wa Makonde. Tukaanza kuuliza mjini pale. Na kitu kimoja, siku ile ambapo tulipokuwa pale Kipumbwi, tumekaa pwani, maji yametoka kutoka pwani, tunatizama Kipumbwi ile, tunapiga picha. Mimi nikamtania Harith, nikamfanya maskhara. Siku ile Harith alikuwa amefurahi sana. Anasema, Mohamed, hii hakuna popote ilipoandikwa kwa kulikuwa na kambi hapa ya kuna kuipindua serikali ya Zanzibar. Nikamtaja, nikamwambia, sasa Harith, mimi hapa katika utafiti, mimi kazi yangu kazi gani? Akaliza, kwa nini unajua hapa unafanya kazi gani? Nikamwambia, mimi najua kazi yangu. Kazi gani? Sasa mimi kazi yangu dereva, kumwendesha daktari huko kwenye utafiti. Akasema, hapana, wewe sio dereva wangu bwana. Chagua kazi gani wewe, ni kazi gani unataka? Wewe kazi gani? Akasema, nikafanya maskhara. Nikamwambia, mimi research assistant, msaidizi wa Dr. Hassan katika utafiti huu. Tunacheka. Na siku hiyo tulikuwa tumemchukua mpaka mama yetu mkewe mzee mkoa tumbona naye. Tumerudi mjini Tanga, tunamuuliza Victor Mkelo. Hakuna alikuwa anajua Victor Mkelo yuko wapi. Kuna mtu mmoja akasema, mfuateni kwao bwana Muheza. Tumekwenda mpaka Muheza. Akasema, Mkelo amemwacha Tanga huyo bwana. Yuko Nguvumali pale nyumbani kwake, mfuateni. Sisi tukaenda na mzee Mkwawa. Nakumbuka niko nje na tizama ile nyumba ya Victor Mkelo. Kwanza ukitazama ile nyumba yenyewe ilivyojengwa, kwanza ina columns zile za Kiroma zile. Jumba unaliona hasa kuwa huyu mtu aliyejenga nyumba hii kwa wakati wake alikuwa binadamu, alikuwa mtu mwenye uwezo. Tumeingia ndani, tumemkuta mkewe, katukaribisha, mmetoka wapi? Kwambia, sisi tumetoka hapo Dar es Salaam. Kuna mgeni amekuja kutoka Arabuni, angependa kuzungumza na mzee. Akatukaribisha ndani, tumekaa pale varanda yake na chumbani. Wakati huo Victor Mkelo, kumbe maskini ya Mungu, Victor Mkelo anauma sana. Unaweza kusema yupo kwenye tandiko lake la umauti. Tumeingia pale. Sasa mimi namtizama mzee Victor Mkelo amelala kama vile kwenye kitanda. Victor Mkelo anamtizama Harith, alafu anamtizama Mkwawa. Hapakuwa na bashasha baina yao. Zile salamu zilikuwa kama watu ambao hawajuani. Mimi yote ile na rekodi kwenye kichwa changu. Wakasalimiana vizuri pale. Mkwawa anazungumza. Anambia, bwana Victor, kuja hapa sisi hawa vijana kwenye utafiti, naandika utafiti wa mapinduzi ya Zanzibar, na nimewaambia kuwa sisi tuna mchango wetu, ndio nimewaleta kwao uzungumze nao. Lakini nimemwona mzee Victor Mkelo kama hana raha. Mpaka wakati ule ndio kuna kesi zinafunguliwa Hague, watu ambao wamefanya maovu kwa nyuma wanakamata na kwenda kushtakiwa. Kwa kifanya kisa kirefu kifupi, tumezungumza naye kijuujuu. Na Harith amekwenda amekuja Tanga mara 3 tunakwenda kumwona mzee Victor. Na alikuwa mgonjwa, tunazungumza, anatuaga kwa mnakwenda hospitali. Mara ya mwisho akatuaga kuwa anakwenda hospitali, na tuliporudi safari ya pili yake tukamkuta pale, lakini hali yake ilikuwa inazidi kudhoofika. Siku moja akasema, anamwambia Harith, mimi kesho nitakwambieni mchango wangu katika mapinduzi ya Zanzibar.
lakini nitaomba mimi mke wangu awepo asikilize, kwa sababu mambo yote haya mimi nimefanya, yeye kayaona, na huenda pale ambapo mimi nimesahau atanikumbusha. Baada ya kusema haya, nakumbuka maneno yake. Alimgeukia Harith akamwambia, Harith, nataka nikwambie kitu kimoja ukijue. Mimi Mwarabu, mpaka leo mimi sijaweza kujua Uarabu wake uko vipi. Akasema mimi Mwarabu, na Harith na yeye anamuuliza, umemwolewa vipi? Vipi kama Mwarabu? Sasa mimi sijui. Sasa sijui vipi, na kafa kuna najua, labda mkewe. Akamwambia Harith, nyinyi sisi tumekupeni serikali kwenye sahani, tumemuondoa sisi sultani pale, tumekupeni sahani, tumekupeni uhuru kwenye sahani, nyinyi mmekwenda kuvuruga mambo. Siku zote mzee Victor tunakwenda pale, alikuwa zungu tena hapo, kakaa kwenye, ziko picha nampiga, kakaa sasa kwenye kitanda chake ile. Wakati huo ndio nadhani alikuwa, baadaye ndio alikuwa nakatwa mguu nadhani wakati ule. Nyinyi kipi kilikufanyeni kwenda kumuoa Kasim Hanga? Anasema mzee Victor maneno haya, unaona ile simanzi alikuwa nayo. Kwa nini Hanga alikwenda kuuliwa? Kosa gani alifanya Hanga? Mimi nainama, kutoka pale namwambia Harith, sasa mzee anazungumza. Kesho nakuja Harith, kile ulichokuwa unakitafuta kesho utakipata. Kwa sababu tukikaa sisi wenyewe tukifanya preview ya zile research zetu, watu wazungumza nao, anaambia Mohamed, mimi nyaraka za Uingereza zote nimesoma, na wanamueleza Victor Mkelo kama nilivyomwona mimi, kuwa anasema slippery as a fish, kwa ni mtu huwezi kumkamata. Na namwona Mkwawa make miaka 3 Harith anakuja. Lakini kitu kimoja ambacho mimi nilikiona ni kuwa katika huu muda huu tuliweza kujenga mapenzi baina yetu. Mzee Mkwawa, mzee Victor Mkelo alikuja kujua kuwa hawa hawajanifuata mimi kunikamata, hawa hakika ni watafiti na wanachokitaka ni historia, nini kilitokea. Na alituambia mengi, ugomvi wake na Mwalimu Nyerere, mpaka nawekwa kizuizini wapi huko Sumbawanga, mpaka namtoa kizuizini, mambo mengi kaeleza. Sasa mimi nikamwambia, kesho Harith, mimi sintopenda niwepo kwenye mazungumzo yako wewe na mzee Victor Mkelo, nataka mbaki wenyewe kwa one on one, kwa sababu mimi ni mtu wa Tanga hapa, pengine kuna majina watu ni ataona tabu kuyataja kwa kuwa mimi niko pale. Mimi nikapaki gari yangu nje ya msikiti jirani wa nyumbani pale kwa mzee Mkelo. Basi wamezungumza, mimi nimekaa. Mara namuona Harith anatokea. Ule mwendo ulikuwa nakuja nao, ule ni mwendo kama mtu alifunga goli, sasa nakuja katikati kuanza mpira. Nikajua leo. Nikamwambia vipi? Akasema, Mohamed, Victor Mkelo leo kaniambia kila kitu kaniambia. Hakuweka pazia, kanieleza kila kitu. Lakini soma popote katika historia ya mapinduzi ya Zanzibar, hutomwona Mohamed Omar Mkwawa, hutomwona Mkelo. Ali Mwinyi Tambo utamuona, ingawa baadaye walikuja kumpa medali ya kumtunuku kama mtu aliyeshiriki katika mapinduzi. Wengi hutawasoma, hutomuona Kasim Hanga,
hutamwona Saleh Saadala wahi kufika mpaka kule kwenye kambi ile ya Kipumbwi, wala utosikia popote wametaja kambi ya Kipumbwi, wala utosikia kuwa kuna msaada mkubwa ulikuwa Tanganyika. Na huku Victor Oscar Kambona na Kasim Hanga, wao ndio walikuwa viongozi hasa wa mapinduzi yale, na hawa wawili wana historia peke yao kwa yale ambayo yatakuja baadaye. Lakini kitu kimoja ninaambia watu wote siku zote ni kuwa wazee wetu walihusika sana katika mapinduzi sana, walikuwa wanataka sana kuona SP inashinda chaguzi zote zilizofanya 61, 63. Walikuwa wanapenda kuona kuwa ile serikali inachukuliwa na kina Karume. Wazee wetu wote walikuwa ndio watano, ndio wote wa SP, na watu wengi watashangaa kuwa alikuwa anabeba mfuko wa fedha kupeleka Karume wakati ule alikuwa Abba Sykes. Yeye ndio alikuwa mtu ambaye anawasiliana na viongozi wa SP Zanzibar. Lakini kwa bwana, basi tutazungumza mambo yote. Ukialeta mambo ya mapinduzi ya Zanzibar, anakuwa bubu, anakupa ule uso kama akusikii. Uko naye, tuko na majisi yetu na tunazungumza mengi, lakini ya Zanzibar anakuwa kimya. Ila wakati wa utafiti alituambia kuwa tukazungumze na mtu fulani, atatueleza sisi nini kilifanyika kutoka huku na msaada uliokwenda Zanzibar. Na wanasema siku ya mapinduzi Karume alikuwa kawaida Dar es Salaam, alikuwa anakaa nyumbani kwa Regional Commissioner wa Eastern Region Abba Sykes, mtaa wa Shaban Robert, alikuwa akifikia kwake. Na wanasema siku ya mapinduzi, wanasema Abba Sykes, yani Karume alikuwa nyumbani kwa Abba Sykes. Lakini tabu kuthibitisha hasa, kwa sababu kuna watu wengi wanauliza tupeni ushahidi, na bwana basi yeye alikuwa kimya. Lakini siku hiyo akasema nendeni kwa fulani, yeye atakuelezeni. Na Harith alikwenda kwa huyo fulani simtaji kwa sababu yu hai. Sasa huyu fulani hapa katika siku za mwisho za Abba Sykes, nilikuwa nyumbani kwake na bwana basi, tuko kwenye majlis tunazungumza. Huyu mtu fulani akaja pale, wakawa wanazungumza, walikuwa marafiki wakubwa. Abba Sykes na mtu fulani walikuwa marafiki wakubwa. Halafu mtu fulani akamwaga, akamwambia kuwa mimi nakwenda zangu Zanzibar. Kuna Zanzibar kwa na Karume mtoto Amani, wakati wa rais. Basi akatwala kaondoka. Bwana basi akanigeukia mimi akisema, haya mambo hayawezi kuisha, haya mambo hayawezi kuisha. Sikujua kama huyu bwana mpaka leo bado ana sauti kubwa na rais wa Zanzibar. Alikuwa na sauti kubwa sana kwa Karume baba, na naona na ule uhusiano umekuja mpaka kwa mwisho wake. Asa mambo hayawezi kuisha leo, haya mambo hayawezi kuisha leo. Sasa mimi kwa kumjua ile hisia zake kwa historia ya mapinduzi ya Zanzibar, mimi nikawa ni mnyamaza kimya. Lakini kidogo alisema kwa masikitiko, kwa sababu huyu mtu wetu fulani huyu ndio alikuwa mtu wa wale Wayahudi Misha na mwenzake. Unajua katika mapinduzi ya Zanzibar Wayahudi wana mkono mkubwa ndani, na yeye alikuwa nao jirani sana. Ndio pale nikaelewa kwa nini yeye alisema kuwa haya mambo hayawezi kuisha. Na ikapotokea siku alipofariki huyu Victor huyu Kimche alikuwa jasusi mkubwa wa Mossad.
Alifika hapa Dar es Salaam, alikuwa anakuja na Zanzibar, ingawa Zanzibar kwa hakika ni mara moja, hapa sijui mara ngapi, lakini wanasema alikuwa akija hapa ilikuwa kama vile wanakwenda kuvua yeye na mtu fulani. Na mimi siku hiyo nimekutana naye tena, nimekutana naye bwana ofisini kwa bwana Alisais. Nikamwambia baba, shikamoo. Ikanitoka, nikamwambia baba, una taarifa kuwa David Kimche amefariki? Akashtuka. Hasa nimemwona kabisa kama ameshtuka. Kashtuka, nadhani alikuwa anajiuliza, huyu kajuaje usani wangu mimi na Kimche? Hakuna mtu anajua, habari hizi ni siri kubwa hii. Akakumbuka kuwa Harith Kasana alikwenda kumhoji kuhusu mapinduzi ya Zanzibar, na alimuuliza kuhusu Kimche na kina Misha kwa Zanzibar na mchango wao katika mapinduzi ya Zanzibar. Akasema la. Nikamwambia ndio, na dunia nzima magazeti yote yamemwandikia taazia Kimche. Basi tukaagana. Huyu Kimche alikuwa na sifa moja, huyu walikuwa wanamuita master of disguises. Ni mtu ambaye anaweza kujibadili. Kimche anaweza kupita hapa yuko hivi akapita tena usimtambua kama yeye. Na yeye alikuwa akizungumza Kiingereza, anazungumza ile upper class. Unajua Uingereza, Kiingereza chao hiki, unaweza kumjua mtu akizungumza, unaweza kumjua kama huyo upper class. Kama ukimepata kumsikia Prince Charles anavyozungumza, ile ndio upper class English. Na yeye Kimche alikuwa akizungumza namna ile.